Basi na mimi pia ninapenda kumshukuru Mungu kwa kibali alichonipa siku ya leo, kwa kuniamini kuweza kusimama hapa kwa kutoa neno kwa ajili ya vijana katika sherehe yao na watu wote. Amen. Pia ninawashukuru wazazi wangu wa kiroho, wameniamini pia kuweza kusimama mahali hapa kuwapa kile ambacho Mungu amenipa kwa ajili ya vijana. Ninamshukuru Mungu sana. Amen. Hiki ni kibali kikubwa sana katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kama mimi ni Mungu ameniamini, basi na wewe kijana niamini kwamba utapokea kile ambacho Mungu amenipa kwa ajili yako. Amen. 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 Hizo ndo sauti za vijana sasa. Haleluya. Basi andika kichwa cha somo, mtazamo wa Mungu kwa kijana. Mtazamo wa Mungu kwa kijana. Kwa sababu leo ni sherehe yetu vijana, tunataka Mungu anatutazamaje sisi vijana. Wakati huyu Mungu wetu anavyotutazama, kwa namna yeye atutazamavyo kama vijana, na sisi ambao tunatazamwa, huo mtazamo upo ndani yetu, kwamba tunajua kwamba Mungu anatutazama kwa namna ambavyo yeye anatutazama, au tumepoteza ule mtazamo ambao Mungu anatutazama kama vijana na kujikuta tunaishi nje ya mtazamo wa Mungu ndani yetu sisi vijana. Amen. Kwa nini natamani leo kijana ujue Mungu anakutazamaje, ili uweze kurudi kwenye nafasi yako, ili uweze kujua kwamba hautakiwi kupoteza muda katika hali yako ya ujana. Hautakiwi kuzubaa katika hali yako ya ujana. Amen. Amina. Basi tunaomba kijana moja akanisomee waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana. Yes. Mlango wa 2 mstari wa 12. 14. Nimewaandikia ninyi akina baba, kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana, kwa sababu mna nguvu, na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma waraka huu wa kwanza wa Yohana, tunaona namna ambavyo Mungu mtazamo wake kwa vijana ambao amewachilia katika waraka wa kwanza wa Yohana. Amen. Mungu anatutazama kama vijana wenye nguvu. Huo ni mtazamo wake wa kwanza. Amen. Lakini pia mtazamo wake wa pili, neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yetu. La tatu, mmemshinda yule mwovu. Mpaka hapo tunaona mtazamo wa Mungu kwa vijana upo katika sehemu tatu. Tukiongea katika hiyo waraka wa kwanza wa Yohana, wa kwanza tuna nguvu, cha pili neno la Mungu linakaa ndani yetu, na cha tatu tumemshinda yule mwovu. Je, sisi ndivyo tunavyojitazama kwa namna hiyo? Kama kijana unajijua ndani yako ipo nguvu, unajua kwamba unatakiwa neno la Mungu likae kwa wingi ndani yako, maana kama kijana tukiwa tuna nguvu,
na neno la Mungu likikaa ndani yetu, ili swala la tatu la kumshinda yule mwovu ni jepesi sana. Lakini kama hatuna nguvu wenyewe ndani na neno la Mungu halipo, tunamshindaje huyu mwovu? Unamshindaje shetani wakati hauna msingi wa kujitambua kwamba wewe kijana Mungu anakutazamaje, na haujawahi kutumia huo mtazamo wa Mungu ndani yako? Unawezaje kumshinda mwovu? Ukishajua kwamba Mungu ameniambia ananitazama kama kijana mwenye nguvu, utapambana ili uweze kuwa na nguvu. Ile nguvu itakusaidia kutunza neno la Mungu ndani yako, na lile neno la Mungu litaenda kuzalisha kuweza kumshinda mwovu. Hiyo ndio kanuni ya Mungu kwa kijana. Amen. Hana kanuni nyingine ya mtazamo kwako zaidi ya hivi vitu nilivyokupa. Bwana Yesu asifiwe. Ukivisimamia hivi vitu, wewe unaitwa kijana ambaye Mungu ndiye anayekutazama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tuna kila sababu ya kijana wa leo. Ni kauli mbiu ya vijana wa leo, wasema mimi ni leo ya Mungu. Tuna kila sababu, kama wewe ni leo ya Mungu, uwe na nguvu, neno la Mungu likae ndani yako na mshinde mwovu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo hivyo hauwezi. Pasipo hivyo hatuwezi vijana kusogeza hata hatua moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini hajasema nimewaandikia wa baba, mna nguvu, mmemshinda mwovu, na neno la Mungu linaka? Hawa watu, kumbuka, tayari wapo nyuma yetu. Amen. Yamkini wapo vizazi vilivyopita waliishi kwenye hizo kanuni. Ndio maana Mungu naye anatamani kizazi hiki tuishi katika hizo kanuni ili tuweze kumshinda mwovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unatakiwa kujua Mungu anakutazamaje wewe kijana. Mungu atazami vijana kwa hali ya kawaida sana. Vijana sisi ndo tunajitazama kwa hali za kawaida, yani tunajiangalia na kuudharau ujana wetu. Tunashindwa kutembea kwenye kanuni kama hizi ambazo Mungu ameziachilia kwetu. Amen. Lakini kama kijana ukajijua na ukatambua nafasi ambayo Mungu anakutambua, unaweza ukatembea katika hizi kanuni. Ninakuhakikishia shetani hatokaa hatua mbili hapa. Yani ataondoka hatua zitokomezao kabisa mbali. Kwa maana anajua huyu kijana nikimsogelea, hapana, ana nguvu ndani yake, neno la Mungu limekaa kwa wingi, na anamshinda yule mwovu. Nawezaje kumsogelea huyu mtu ambaye kanuni ya Mungu iko ndani yake? Anawezaje shetani kupiga hatua moja kuusogelea ujana wako wakati kanuni ya Mungu unaielewa sawa sawa na unaiishi? Hawezi kupata hiyo nafasi. Lakini sasa hivi vijana tunachezewa sana na shetani. Kwa maana vijana, yani kama tumefungwa fuse fulani hivi, hatuzitambui nafsi. Sio hatuzitambui kwa sababu neno la Mungu halipo. Hivi tukiwa tunasoma neno la Mungu, unakosa nguvu ndani yako. Ukiwa unasoma neno la Mungu, unashindwa kusimama na kumshinda mwovu. Naona leo vijana mnielewe vizuri. Natamani mnielewe vizuri sana. Yani kuna nafasi shetani ameushika ujana wetu mpaka tumejikuta hatujitambui sisi ni wakina nani. Amen. Unamkuta kijana ana hali ya ujana, lakini mwenendo wake anaishi kama mbaba mwenye miaka 60. Yani wewe ni mzee. Kutoka tu kwenda kuhubiri injili anaona roho za uzito. Kutoka kwenda kuwashuhudia watu kwamba ninakushuhudia wewe kijana mwenzangu, karibu kwa Yesu, anaona ni kujizalilisha. Hamjaelewa kanuni. Kijana yoyote, huu ndo wakati wa kuonesha nguvu katika ufalme wa Mungu, kabla hazijaja nyakati mbaya sana. Bwana Yesu asifiwe.
Hatua ya sasa ndiyo hatua ambayo Mungu anakutazama kwa jicho lake jepesi, akitamani ufanye jambo lolote la kupindua ulimwengu, lakini anashangaa hauna. Na sio kwamba hauna, kwa sababu hujui kanuni. Muda wote upo na marafiki, muda wote uko kwenye ratiba zako, hivi hata muda wa kushika Biblia, kusoma, kutafuta hamna. Lakini nakuhakikishia wapo wazee mahali hapa wanakesha wanasoma na macho hawaoni, lakini wanatoboa hivi macho. Lakini we kijana ambaye uko very, uko smart kwenye akili, kwenye macho, kwenye mwili, na hata Biblia hushiki. Amina. Tupone vijana wenzangu, tupone sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukishika kanuni ya Mungu utaufurahia ujana wako, kwa maana itapokuja wakati wa uzee utavuna matunda yako. Yaani sio kama kwako, watoto wako, kama siko watoto wako, uzao wa watoto wako watasema hakika mama yetu alisimama kipindi cha ujana, aliipiga injili kweli. Au mama yetu alisimama kipindi cha ujana, unaona ile madhabahu ni yeye ndio aliyoijenga, unaona ile feni ni yeye ndio aliyenunua. Una kipi kijana cha kumkumbusha Mungu? Hauna, kwa sababu hata kanuni haipo. Vijana wengi hatuna hata cha kumwambia Mungu kumbuka. Unakitolea wapi? Akati unaamka saa 4 asubuhi, wazee wanaamka saa 12 asubuhi. Kijana umelala hadi saa 4, alafu unasema Mungu kumbuka. Anakumbuka nini? Yaani una nini cha kumkumbusha? Yeye mwenyewe anasema, we kijana, unaelewa unachokiongea kweli? Nikumbuke nini? Au kuna kitu ambacho umetenda sijakiona? Kama kijana unatakiwa uamke leo. Kama kauli mbiu yenu nasema mimi ni leo ya Kristo, tuone hiyo leo ya Kristo iko wapi. So tunaongea kwa midomo lakini hatuishi kwenye kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndo mtazamo wa Mungu kwa kijana. Yaani Mungu ndo anamtazama kijana wa namna hiyo. Pale ambapo unaona baraka zinaenda kwa watu wazima, afu unasema mimi ni kijana, mbona sibarikiwi? Yupo mtu analipa gharama, ni mtu mzima, lakini huku nyuma alipanda mbegu kwenye ujana. Ndio maana Mungu anaachilia baraka zisizo za kawaida, kwa sababu anasema nisipombariki huyu kuna kitu atanikumbusha ujana wake. Alisimama na mtumishi wa Mungu, alinunua speaker, alinunua madhabahu. Yaani kuna namna ambavyo hata Mungu yeye mwenyewe anasema hapana, lazima nimkumbuke huyu bibi. Bwana Yesu asifiwe. Vijana tunapoteza hazina zetu wenyewe. Yaani tunapoteza kile ambacho Mungu anatutazamia, tunakipoteza. Kwenye mikono yetu vinatoka. Bwana Yesu asifiwe. Wengine hawajui hata kama Mungu anamtazama hivi. Yupo kanisani hajuagi. Anajua wote ni wa HVC, Sinza na Mbutu. Wote ni baba mmoja. Baba achilie mafuta yake madhabahuni. Ndio. Baba, hiyo ni hiyo ni kanuni ya yeye kutuachilia mafuta. Lakini pale anapoachilia mafuta, Mungu anasema mtumishi, yani hapo pita yule nitaweka. Hatutosema baba hatagusa mtu mkono, atagusa vichwa vya watu, atatamka, ataongea, lakini yeye mwenyewe connection anapata kwamba hapa ninamgusa kwa kumtia moyo, lakini kiukweli hana kitu. Ili msije kusema baba huyu ana upendo hajatuwekea mikono, hapana. Ili kuonesha baba yetu. Nisifike huko. Vijana na hisi mnaweza mkanipiga mawe. Naomba ni haleluya. Baba naye anatembea kwenye kanuni za utumishi. Akisema ninaweka prayer line hapa, angalia huyu ni mtu fulani, hapana simwekei. Haipo. Hamnaga utumishi wa hivyo. Yeye ni watoto wake, na Mungu ndiye anayemtumia kuachilia yale mafuta. Lazima agawe kwa wote. Lakini wakati amekuwekea mafuta, ile anageuka, yote yanatoka naenda kwa mtu mwingine. Kwa sababu gani? Huna cha kupokea. Haupo kwenye kanuni.
Tunaelewana vijana? Sawa. Andika matarajio ya Mungu kwa kijana. Haleluya. Tumeandika wote matarajio ya Mungu kwa kijana. Namba 1. Vijana wauteke ufalme wa Mungu. Kama kijana uweze kuteka au kuurithi ufalme wa Mungu. Tutaenda kusoma katika ile Mathayo 11 mstari wa 12. Mathayo mlango wa 11 mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, Ndio. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wauteka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukirudi katika mtazamo wa Mungu, namba 1 anasema mnaangaliwa kama ni watu wenye nguvu. Hapa tunaambiwa tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nao wenye nguvu. Ni kanuni. Ni kanuni. Sijasema wazee au wauteke, hapana. Leo nipo na vijana. Kwa namna yote vijana tusikilizane, na wote najua kanisa zima ni vijana. Amen. Kama wenye nguvu ndio wanauteka ufalme wa Mungu, hivi kijana utataka usiwe na hizo nguvu? Wenye nguvu ndio wanauteka ufalme, na sio sasa, tangu kipindi cha Yohana Mbatizaji. Hivi unaweza ukapata picha vijana wa siku zile au wa enzi hizo walikuwa wanautafutaje ufalme wa Mungu kwa nguvu? Ni kutembea kwenye kanuni. Ni kutembea kwenye kanuni tu ya mtazamo wa Mungu. Hata sasa pia unapatikana kwa nguvu. Pia tunatakiwa kama vijana kutembea kwenye kanuni. Ukiishi kanuni ya Mungu, ufalme wa Mungu unauteka. Ukitoka kwenye kanuni za Mungu, ndio wale wanaosema tambalale kwa Yesu, tambalale. Haleluya. Kwa namna yoyote kijana, nguvu zako za rohoni zitaweza kuamsha mafanikio ya rohoni na ya mwilini. Bwana Yesu asifiwe. Unawezaje kumshinda shetani? Utapoachilia nguvu za rohoni, ndizo zitaweza kumfukuza adui mwilini. Kwa sababu sisi hizi vita vyetu wanasema si damu na nyama, si ndio? Ni rohoni. Tunapigana sana wapi? Rohoni. Maana hata hapa huwezi kumkuta baba anafanya hivi ngumi, twende sasa, haipo. Hata uwe na pepo limesimama kama Andersoni huko ndani, jetri limeshikilia, watu wanaona kweli ngumi zinarushwa hivi, yaani zile ni ngumi tu unazoziona wewe mwilini, lakini vita ipo rohoni. Ndio maana mtumishi wa Mungu hangaiki eti kwanza leta panga, yaani hapa haipo. Lakini atachokifanya ni umwachie uwanja, aseme na Mungu wake kuhusu ile vita. Yaani mwenyewe anavyochungulia naona hii ni nyepesi sana. Yaani mwilini analeta action za ngumi, lakini ndani ni nyepesi sana. Wengine tunakaa hapa watu wanafunguliwa na hatujui kwamba baba huko, tunaambia umeingia huko kwenye vilinge vyetu. Tunamuona baba hatujui kaingia saa ngapi. Hivi mshakujiuliza? Baba akisema pale mtumishi wa Mungu, umeona hivi umeviona? Ndio, na hivi naviua. Pale unatafakari baba hivi vinini? Leo ndo utaamini kwamba kijana unatakiwa uwe rohoni, uwe na nguvu. Ukitaka kumshinda shetani, neno la Mungu likae ndani yako kwa wingi, na uwe na basi. Yaani hivyo akikwambia hivyo na viharibu, unaenda naye baba deep. Unajua yes, kile ni kibuyu fulani kinaharibiwa. Lakini tutabaki kuwa watazamaji hapa,
Wenzetu wanafunguliwa, kuna vibuyu watu, yani hapa baba yuko Dar es Salaam lakini kashafika Njombe ghafla. Na watu hatujui kama baba yupo Mafinga. Anatoa vibuyu fulani. Hiyo ni nguvu iliyo ndani yake. Amelipa gharama. Jamani, tunaongea ukweli. Baba yetu amelipa gharama. Na sasa hivi bado ni kijana. Sijasema ni mzee, msiniku vibaya. Baba ni kijana na ana nguvu. Hivi siku akipiga goti, sio siku, hata leo tu asema, Mungu, ninakushukuru kwa maana ile ndege umenipa. Kesho ukaona anatua hapo na helikopta, utashangaa. Amewekeza. Sisi vijana wa kulala saa 4, kuamka saa 5 asubuhi, hujui kazi huna, majukumu huna, na una relax, unasema naishi kwenye nyumba ya baba na mama. Nyumba ya baba na mama. Huo ndo mtazamo wa Mungu? Kwamba ukae kwenye nyumba ya baba na mama? Haba hujui Mungu alichokiweka ndani yako. Basi mtumishi wa Mungu au mama yetu Praxeda angekuwa kwa baba na mama. Si anaishi kwa baba na mama? Na Marekani tena kule ni kuzuri kabisa. Angekaa zake safi. Lakini anajua ujana wake utumieje ili na yeye awe na gari lake, awe na nyumba yake, watoto wake waishi vizuri, wasio kutangatanga mitaani. Analipa gharama. Anautumia ujana wake ipasavyo. Vijana wengi tumekaa kuutumia ujana wetu kwenye mambo ya fashion. Yaani naomba nishuke hapa. Yaani ni nguo gani imeingia mpya mtandaoni? Sisi wadada ndo tunaongoza kabisa. Wakaka sasa ni kuanza kuoa, kuolewa, mahusiano, mapenzi, kuvuruga. Yaani ni viuzizi vinaendelea mdogo mdogo ndani. Kwa sababu hatuna mtazamo wa Mungu. Tungekuwa na mtazamo wa Mungu, tusingeanza kuangalia, jamani, mimi nimevaa, nimependeza, sijapendeza. Lakini mimi si kijana, nalipa gharama. Kusimama kwenye hii madhabahu sio kazi ndogo. Yaani Mungu kukuamini sio kitu rahisi. Rahisi ile. Yaani kapande tu, hapana. Hivi nikishuka mimi hapa kesho ninapitia changamoto nyumbani, nikamwambia Mungu, kumbuka kwa vijana nilisimama na ile suti yangu nyeusi baba, nikahubiri kwa habari ya vijana. Hata kama Kerubi alikuwa anafanya kazi sehemu nyingine, atatumwa kwa ajili yangu. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi vijana ndio Mungu anavyotutazama kwa namna hiyo. Ulipe gharama. Yaani wakati unalipa gharama, huko unapendeza. Sijui mnaelewa? Wakati unalipa gharama, una gari zuri. Wakati unalipa gharama, unapandishwa cheo kazini. Wakati unalipa gharama, unaoa mke mzuri. Hiyo ndio kulipa gharama. Unaambiwa utafuta ufalme wa Mungu kwanza. Lakini vijana wa miaka hii tunatafuta vya kwetu kwanza. Yaani vya kwetu ndio muhimu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuweza kurithi ufalme wa Mungu. Tuwe na nguvu. Tusome Biblia. Watu vijana wengi hatusomi sasa hivi Biblia, tunaziona ni vitu vya kawaida, lakini Biblia haizoeleki. Tunapojiita wa Kristo, tuone Ukristo wako kuanzia ndani, matendo, muonekano, hata maisha. Bwana Yesu asifiwe. Tukishaona huo Ukristo na tukauona ujana ndani yako na nje, tunaamini kwamba huyu ni kijana ambaye ana nguvu, anaweza kumshinda shetani. Sasa hivi vijana wengi hatuwezi kumshinda shetani. Twende pointi ya pili. Haleluya. Vijana wengi kumshinda shetani. Baba anatuita hadi ofisini na kuna wakati anavua hadi koti baba anatuatamia. Lakini bado hatuwezi kumshinda shetani. Kwa sababu gani?
Hilo neno la Mungu halipo ndani yako. Nguvu huna. Kwenda kutafuta mafuta, wanasema ni matumizi mabaya ya mafuta ya rohoni kwa kijana ambaye hajitambui. Matumizi mabaya. Mngekuwa mnahifadhi tu yale mafuta kwa ajili ya watu wanaojitambua tu wakachukue, wakati wao unajitengeneza huko. Bwana Yesu asifiwe. So kila wakati mnaenda kuchota tu. Jamani, muda mwingine vijana hatutoki na mafuta, tunatoka na laana. Kwa sababu unamsumbua mtumishi wa Mungu amekaa na kusikiliza, akichungulia anaona huyu anachokiongea ni uongo, maana ametokea pale na amemaliza pale kaja kwangu, naye baba anasema ninakutamkia. Lakini ndo tunatoka na laana hizo. Yaani tunatoka na laana za ajabu. Kama ndo ulikuwa ufanikiwi kabisa. Kwa nini sifanikiwi? Cha kwanza umeenda kumdanganya mtumishi wa Mungu. Cha pili, hauna nguvu, hata hilo neno halipo. Amina. Ya pili inasema vijana warejeshe urithi na mali za wana wa Mungu zilizotekwa. Kipindi cha ujana ndicho ambacho tuna nguvu za kurejesha vilivyoibiwa utotoni, vilivyoibiwa kipindi tuko shule za misingi, vilivyoibiwa kutukiwa sijui ndo miaka 2-3. Huu ndo muda wa ujana kusema ninakomboa. Si mnajua yale maombeni wa vijana ile ninakomboa baba, ninakomboa. Sitaki kuingia deep mnavokomboa vile. Sasa huu ndo wakati wa kukomboa, wa kurejesha urithi. Ukijitambua kwamba mimi ni mwana, maana yake unaweza kurithi vya baba, si ndio? Kama we si mwana huwezi kurithi. Hivi tunakurithishaje mtu ambaye jina la ukoo tu lenyewe sio la mtu fulani? Yaani jina la ukoo linatokea Tandaimba. Ukiona hivyo huyo baba anao kurithisha kidogo kuna vitu havijakaa sawa, au alikulea toka mdogo umeokotwa hana mtoto ndio wewe, hapo sawa. Lakini kama ana watoto 4 5, au pia yamkini anaweza kukurithisha kwa sababu anaona watoto wake kama fuse hazifanyi kazi hivi, zinaweza hivi mali zikapotea. Yote inaweza katokea. Lakini baba ambaye anamjua mwana na wewe ukajijua kwamba mimi ni mwana, una haki ya urithi. Amen. Kijana, una haki ya urithi. Una haki ya kukomboa vilivyotekwa na adui. Tukiwa darasa la 5, la 6, unajua hapa katikati sote wazazi wetu ambao wanakuatamia kwamba mwanangu, Mungu afunike hatima yako, sio wote, na wengine pia hawajapita kwenye hiyo neema, ni wachache. Sasa pale ambapo mzazi akukuwekea ile mikono ya kukutamkia ile neema, sasa katika ujana sasa unaangalia mbona kuna vitu haviko sawa, ndio muda wa kurudisha. Narejesha urithi wangu, narejesha, nakomboa vilivyotekwa, amani, sijui utajiri, vile ndio wakati wa ujana. Amen. Huwezi kumkuta bibi kachoka amekaa hapa asema nakomboa. Hayupo. Utamkuta bakalala tu madhabahuni, naomba uzima Mungu utunze hata miaka 3, nisaidie. Hayo ndo maombi yake. Ndio anakula yale ambayo matunda na kushukuru Mungu kwa uzima. Huo ndo wakati wa uzee, wa kumshukuru tu Mungu. Ila huu ndo wakati wa kukomboa. Vijana wengi tumeibiwa. Yaani kuna kijana amekaa hapo, yaani mtumishi wa Mungu hapa baba yetu akisimama akaangalia hivi vijana. Wengi tumeibiwa kweli. Yaani tumeibiwa mpaka shetani anasema siku akifunguliwa fuse hawa na hii dunia itafanya mabadiliko. Wengi tumeibiwa kiukweli. Vijana wengi kuna vitu haviko sawa. Na vile tunavyokuja hapa tunashuhudia, namshukuru Mungu nimeongeza miaka mingine. Namshukuru Mungu nimefanywa samani mara yake, natolea mfano. Nashukuru Mungu namshukuru Mungu nimepata hiki.
lakini hatuoni matunda yeye kuongeza. Unaongeza tu na 26 kesho 28. 28 huyu hata kiwanja hana. Haya twende 29. Jamani hata duka la kuuza karanga hana. Tunaenda 30. Huyu mtu kumbe tunaanza kushtuka, mbona anaenda uzeeni huyu, mbona hata baskeli basi. Haya basi maombi ya gari yameshindwa. Baskeli tu tuone basi inatembeza ice cream, zinatembeza na ana supply huko. Mama 60 hiyo hapo ndi. Unaanza sasa. Mtoto mbaya sana wewe. Unitumie hela ya sukari, wewe mama wakati wa ujana wako ulikuwa wapi? Tusiwage yani tutaanza kuwa tena vijana, tunakuwa wazee wa hovyo. Yaani kaka mama Maria Minja akakaa pale. Wewe patiliki wewe. Patiliki. Nitumie huko hela mimi kesho kitchen party nivae nguo. Wewe mama wewe wakati wa ujana una benki, una kadi ya benki mama, ukuweka akiba. Jamani. Yaani utashangaza unafika miaka 60 hata NMB huna. Yaani sio NMB hawakutambui hata Tanzania kwamba wewe ni memba wa Tanzania. Basi hauna utambulisho ule wa NIDA. Tukuone basi hata kwenye Equity jamani, kuna benki imetokea sasa hivi. Tukuone basi unaangusha bahati mbaya kumbe ni kikadi cha benki. Unakinyanyua hivi. Tukuone kijana. Tukijua hivyo ndo tujue kwamba tumeibiwa. Yaani kijana sasa hivi wengine tuna miaka 28, sio mimi, wengine tuna miaka hapo labda 29. Hatuna. Yaani hata sasa hivi nikwambie pole, account yako na shilingi ngapi niweze kukutolea nikupeleke hospitali. Unadaiwa hadi na songesha wanakudai. Kijana wa hovyo. Mungu atusaidie sana vijana. Yaani hadi account yako yani wiki ndo ajisemee baba tunabadilisha line kila siku. Sio wengine tunabadilisha line kwa kupenda. Tunadaiwa songesha Voda unaivunja, unaenda Tigo unadaiwa sijui nini unavunja. Vipi baba hiyo ni namba yangu mpya. Haya mwanangu kesho una namba nyingine. Vipi ile? Wewe ili ifute. Sio ifute kwa nia njema. Songesha imekungangania hivi. Kazi utaenda kukopa wapi kama sio songesha? Alafu unasema mimi mrithi mimi wasiti za ufalme. Utabaki kuwa mrithi, wenzako naona tunarithi na tunauteka ufalme wa Mungu. Wewe utabaki kuwa unatutazama mimi ni nani? Mrithi. Na usijali, wewe ukibadilisha nani usijali, wewe tutupigie tu kwamba hii ni namba yangu mpya. Kwa sababu wewe ni member wa HVC tutaichukua. Hatuwezi kusema tusiichukue. Kwa mfano baba ndo Mungu amemuonesha usiku akupe taarifa. Unadhani asipochukua hiyo namba? Tupo tuna ushuhuda wetu kubadilisha line tupo. Tunajijua. Mimi nikiwa mmoja hapo ila miaka hiyo. Msije mkatoka pa mtumishi naye kabadilisha songesha hapana. Msichezee mafuta. Haleluya. Haleluya. Kwa inabidi kijana tukuone unarithi. Katika urithi tukuone basi kuna vitu ambavyo vinatuonesha kwamba yes, huyu kuna kitu amekirithi. Kuna kitu kilichotekwa kimerejeshwa. Kuna vijana wengine wana sura za ubibi. Sio sura zao. Mapepo hayo yamekushikilia hadi kope zikikaa vinaonekana za miaka 63. Kumbe maskini ukikaa vizuri ukashepiwa rohoni, kope linaonekana mtu wa miaka 18. Kwa sababu hatujajijua kama sisi ni warithi. Hatujajua kama sisi tumeibiwa. Mkitaka kujua kwamba kuna watu walienda kurejesha, soma Mwanzo. Soma Mwanzo 14. 14 mstari wa 13 hadi wa 16. Mwanzo 14 mstari wa 13 hadi 16. Ndio. Neno la Mungu linasema, mtu mmoja aliyeponyoka akaenda akampasha habari Abraham Mwebrania. Naye amekaa panapo mialoni ya Mamre, yule Mwamori, ndugu ya Eshkoli na ndugu ya Aneri, na hao walikuwa wamepatana na Abraham. Abraham aliposikia ya kwamba nduguye ametekwa mateka, akawapa silaha vijana wake waliozaliwa katika nyumba yake, watu 314. Akawafuata mpaka Dani.
akajipanga apigane nao usiku, yeye na watumwa wake. Akawapiga, akawafukuza mpaka Hoba, ulioko upande wa kushoto wa Dameski. Ni hadi 16. Malizia. Naye akarudisha mali zote, akamrudisha na Lutu nduguye na mali zake na wanawe pia na watu. Mpigie Yesu makofi. Aliposikia, alipo nini? Kwamba nduguye amefanya nini? Ametekwa mateka. Sio nduguye tu, hadi mali alichukua. Kina nani? Asante Crescencia, unalipa gharama. Alichukua kina nani? Kwa nini asiwachukue wa baba? Wakapigane tu vita. Alijua hawatobo, yani nikipiga tu kwanza ya pili, maji nipe kiu. Hiyo vita sitakuwa ni Abraham peke yake. Alichukua vijana wa nyumbani kwake. Yani kwanza hakwenda kwa wengine. Na Mungu anatamani achukue vijana wa nyumbani kwake. Ambapo mpo hapa na Sinza tupo. Alipochukua vijana wa nyumbani kwake, walipanga wapige vita nini? Ile vita waliipiga na wakashinda. Na sio kushinda, walimtoa nduguye na mali zote zilizofanya nini? Jibuni kama vijana wenye nguvu. Ndio mmenikazia kiasi hicho. Walimchukua nduguye na mali zote. Vumilieni, sindano zinauma, lakini jikazeni ili mpokee portion yenu. Amen. Sasa kama aliweza kuwachukua na kwenda yani mimi lengo langu ni kwenye vijana. Kwa nini akuchukua watu wengine zaidi ya vijana? Kwa sababu vijana tuna nguvu. Vijana tuna nguvu. Yani asikwambie mtu vijana tuna nguvu. Yani shetani mwenyewe anajua nguvu ya vijana. Sio shetani tu. Watumishi wa Mungu wanapanda. Baba yetu anapenda kupanda. Baba anapiga vita na vijana, anapiga kelele na vijana kwa sababu anajua kijana ndiye mwenye nguvu ya kuweza kubadilisha historia yoyote wakati wowote. Ndio maana akipanda hapa kwamba kijana, kuna semina, kijana usipokuja, sio anakutisha, anakuambia ukweli. Hakuna matisho, hakuna injili ya matisho. Mimi toka nianze kuhubiri hapa sijawahi kuona injili ya matisho. Ni ya ukweli. Ni ya ukweli. Vijana wengi tumekaa kabisa na tumeweka 4. Tumerelax. Yani tumeshasema hapa ndipo tumelizika. Ndio vijana wengi tupo hapa. Mtumishi wa Mungu anatamani siku moja aseme ninaenda sehemu fulani, tuachane na bendi, ninaenda labda kufanya injili sehemu fulani. Watenda kazi wote wa vijana. Au kuna sehemu ninaenda kuwasha moto, achukue vijana wa nyumbani kwake, ajivunie matunda ya vijana wa nyumbani kwake. Na utachukuliwa kwa sababu gani? Unayo nguvu. Neno la Mungu linakaa kwa wingi ndani yako na unaweza kumshinda shetani. Hivi mtu kama huyo mtumishi anashindwa kukuchukua kijana? Popote anapoingia anajivunia, anajua nyuma nina jeshi la kurejesha na kuvichukua vyote vilivyoibiwa. Sio kama tunaelewana? Natamani vijana leo tusikie namna ambavyo Mungu anatutazama. Yamkini sisi tushavurugwa hadi mtazamo. Kuna namna mtazamo wetu sisi tunajionaga watu wa kawaida sana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Amina. Hii ya 3, pointi ya 3 sasa. Hapo mtanisamehe kwa kweli. Vijana wasikosee katika kufanya maamuzi. Vijana wasikosee katika kufanya maamuzi. Haleluya.
Tumemaliza kuandika. Barikiwe vijana. Kijana, wakati huu ndo wakati wa kufanya nini? Toeni tu sauti kwa upendo. Vijana, wakati huu ndo wakati wa kufanya nini? Malizia yaliyo sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa ujana ndo wakati wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Ndio maana tuseme tu kweli, tuseme kwa sasa hivi wengi ambao sasa hivi wakiongozwa sala toba, unaona ni vijana ni wengi. Si tunaona yaani uweze kukuta yaani tunaonaga wengi sana vijana ndo shetani ametushika. Wakati mtu anavyokuja hapo unamwona mbona kama umri wake kwenye 20 hivi miaka fulani. Si umeelewa? Lakini wakati huu ni wakati wa kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Utakiwi kukosea. Yaani utakiwi kukurupuka. Yaani ujana wako usikukurupushe mpaka ukajikuta unaenda kuvamia visivyovamika, alafu zeeni ukaja kutupa sisi malalamiko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio wakati wa kufanya maamuzi ya kuwa na marafiki sahihi. Uwezi kuwa wewe una plani kubwa ya vitu vya milioni 5, 10, 20, 30, alafu unakaa na mtu ambaye anaanza sambusa ya 100 na wakati hiyo sambusa ya 100 yenyewe haamki siku nyingine hapiki. Hapana. Kuna mawili. Aidha umvute awaze mambo makubwa kama na yeye akili zake zinawaza vitu vitataka kuwaza. Au uvute wewe utoke kwenye milioni 300 hadi kuja kuuza sambusa. Sijasema kazi ya sambusa si nzuri. Inataka kuzungumzia kufanya maamuzi. Wakati huo ndio wa kufanya maamuzi sahihi pia. Vijana wengi bwana, tufanye maamuzi pia, naomba niongee tu kweli. Kwenye kuoa na kuolewa ndio wakati wa kufanya pia maamuzi. Tunaelewa na vijana? Vijana wengi kwamba najitafuta. Haya, endelea kujitafuta miaka 40. Anajitafuta tu. Maandiko yanasema furahia mke wa ujana wako. Ni upi? Wa uzeeni tena. Maana tutabadilisha maandiko. Furahia mke wa uzee wako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa eti umevuta pale shira linavutwa mwanamke na miaka 70, mwanaume na miaka hizo ni kubariki sasa. Maana sasa sio ndoa. 70. Na tunakaba vijana wanaoana chilili. Hamna chilili hapo bwana. Tuseme tu wewe ushafika kati wa kuota ndoto, wewe mvute tu mpaka hapa. Ungevaa tu kitenge pia kinatosha. Shela mngetuachia sisi vijana. Wakati huu ndo wa kufanya maamuzi sahihi. Kumpata mtu sahihi. Unampataje? Sio kwenda kumtafuta. Maana vijana mkatoka hapo mkaanza kusimama barabarani mnatafuta nake sahihi. Hapana. Kuomba. Kuwekeza muda. Yaani vijana, sijui tunaelewana. Kuomba, mke mwema anatoka kwa Bwana. Sasa usiseme kwamba Bwana atanishushia, hapana. Pigana kwenye maombi. Wekeza muda. Kama maandiko yanatuambia tufurahie mke wa ujana wako, unashindwa kumkumbusha Mungu. Na 28. 30 naikaribia. Huyo mke wa ujana Mungu. Ila uwe na sababu, uwe na principle, kanuni. So unaenda unasema hivyo, utaalamu wa makofi bure na malaika. Unashangaa unatoka kwenye geti kule hata mwanamke usipate, ukajikuta na usioe kabisa, ukatwaliwa, ukajikuta tu uko mbinguni, hujaioa wala hujai kuchumbia. Hakikisha unavyosogea hapa patakatifu pa Mungu, madhabahuni pa Mungu, unacho kama kijana una zile kanuni zetu zile ngapi? Kabisa. Yaani 3 na unaziishi. Yaani Mungu kwanza akikona hapa, Emmanuel wewe fungua kitu nisikilize. Akikona hapa Emmanuel unashuka unamwambia Mungu nikumbuke. Zile kanuni 3 ninazo. Ninaomba. Nina miaka 27 baba. Namtaka mke wa ujana wangu. Mbona unaletewa? Jamani. Kwani mimi naona mnisamee jamani. Haleluya. Mnisamee. Mimi naomba nitolee mfano. Hivi unadhani baba ameoa mwaka jana?
mwaka juzi, majuzi yake. Na yamkini mimi sijazaliwa. Yaani yamkini na miaka miwili, sijui ni maana nimezaliwa sijui 2001 mpaka mwenye miaka sijui. Haya. Wakati wa baba anaoa, naomba baba nisamehe, samahani baba. Naomba nikutolee mfano baba yangu. Wakati mtumishi wa Mungu anaoa, anamuoa mama yetu mzuri, chuma yake ile pale pembeni. Sitaki nizungumzie. Maana kigeuka hivi naweza nimeiona. Ana miaka 18. Lakini sasa hivi ukimwangalia sura yake kama na miaka mingapi? Kabisa 18. Kesa zidi kunisupport. Vijana watanio. Yaani kama na miaka 18 kwa sababu gani? Baba anamfurahia mke wa ujana wake. Hivi unadhani akisema anatoka out hapa atakurupuka tu? Bichi nisindikize, njoo nyuma tuondoke. Out ya maana wewe hapana. Yaani anakuambia chuma. Na sio, yani sio nguo zile zile, yani anamletea pale anakuta ametoa nguo mpya. Esensia vipi? Nguo mpya. Kiatu kipya. Akitembea namna hii, akwanza kishuka hivi tu. Baba anasema kitu hicho hapo. Chuma hiyo hapo. Ndo mke wa ujana wake. Sasa baba yetu siku tufanye vikafungua kanisa ana mke, hana kabisa. Alafu mwaka huu ndo tumuone baba yetu anakuja atamfungisha nani ndoa hapa? Sijui ni mimi, sijui ni protocol, sijui ni nani. Ingekuwa na sisi tunastaajabu yani baba miaka yote yani, lakini baba anayaishi maandiko. Furahia mke na usikosee wakati wa ujana kufanya. Hivi mnahisi amekosea kufanya maamuzi? Hapo sitaki basi. Vijana mbona kama mnanipiga mawe? Hajakosea kufanya maamuzi. Mama yetu ni mzuri. Sio muonekano. Ni mzuri moyo wake wenyewe. Unaona kabisa lipo tunda la upendo. Maisha yake wenyewe, mimi mwenyewe wa kwanza natamani niwe ndo wasema Kiingereza jamani. Lolo nini? Hivyo Crescencia. Unatamani. Lakini kuna watu hapa vijana wanaogopa hata kumsogelea mama, hata kuomba ushauri. Wanamuona sisi mama huyu na mama akipita pale na kokoko zake kule, baba aongei na mtu, akirudi aongei na mtu. Haujawahi kukaa naye. Yaani sijui nimuelezaje. Ni zaidi ya mama. Ni zaidi ya rafiki. Ukimtina kumuona ni mtumishi wa Mungu, alafu ni mama ambaye ana mafuta, ukamsogelea hivi ukamwambia mama, sema na mtoto wako, utapokea unachokihitaji. Nawaambia. Kwa kijana yoyote, huu ndo wakati wa kufanya maamuzi sahihi. Kuna watu wameoa vijana huko kwa sababu ya kumuona rafiki yake kaoa juzi, harusi ilikuwa kubwa, nakwambia na ule MC mkubwa kwa ni T. Akasema katika yule Hawa au Mariamu au nimchukue nani? Nimchukue huyu Aisha, ndio mzuri huyo. Huyu mzuri amekuonesha hapa. Unapoingia naye ndani, una hakika umefanya maamuzi sahihi? Au kwa sababu ya mtu fulani ameoa? Usikurupuke. Tena kwenye swala la ndoa vijana niwaambie tu kweli. Kuna wakati mwingine unaweza hata pia ukasitisha, usiombe kwanza maombi, siwaambii nimeoa. Unasitisha naambia Mungu, nipe gari, nipe ndege, nipe nyumba, ili usije ukajikuta umekurupuka huko unalambwa makofi. Malaki. Tena ufanye maamuzi sahihi. Unalambwa makofi tunakuita Malaki David mapenzi. Ukija hapa tena tunabadilisha jina. Yaani tunabadilisha jina Malaki. Nakwambia baada ya kukuita Malaki tunaita ma 200 hiyo inapita. 200 laki zote zimetoka. Kwa sababu gani? Ni akirudi nyumbani. Mbona umechelewa? Tulikuwa tuna kikao cha masipi. Sipindo, mimi najua kula bao. Malaki basi mke wangu. Basi naenda kulala. Basi. Kisa Mariamu. Kama ni Mariamu, rafiki yangu alioa kule. Nisipooa mimi rafiki yangu ataniona rafiki mbaya. Wewe Malaki, tulia hivyo. Bora tu tunavunja hapa kila siku ila uchague aliye sahihi. Sawa? Lakini
Sijasema haitotokea kwa jina. Sasa hivi hatuvunji. Hatuvunji Malaki. Sasa hivi ukimleta ni baba na yani Malaki sasa hivi yani mabinti. Yani Malaki sasa hivi tumwangalie kwa jicho la tatu. Kuna wakati tumuhurumie. Akifika baba nipo hapa Malaki. Na hakuna kuvunja. Yani tunamhakikishia baba mpaka aseme asivunji. Malaki huyu utambeba. Kwani Malaki tuna shida sisi huko? Kwani sisi tunalambaga wanaume makofi? Si baba mmoja. Maana najua nikimlamba nyumbani makofi nitasimamishwa madhabahuni. Baba atanitenda vyema. Cha kufanya ni nini? Ni bora tu ni nakutii mume wangu. Ila Malaki mwaka huu oye. Wewe naye mifano kila siku wewe tu. Oye Malaki, Mungu akumbuke haja yako. Unalipa gharama kunishuti huko na kushuti watu. Oye. Namba 4. Jamani tunamalizia. Vijana wasije wakanitenda. Namba 4. Vijana kuwa mwekezaji na mwenye maono. Kijana unatakiwa kuwa mwekezaji na mwenye maono. Tusipende kulala vijana. Usingizi upo. Yaani utalala hadi ule usingizi wa mwisho ambao tutakusindikiza peke yako kule kaburini, pia utalala peke yako. Lakini wakati wa ujana kuwa mwekezaji. Anza na 500. Ukiona ambayo Mungu anakupa vitu vya kutamani kuwekeza, kama unaona nina shingapi mimi ndani yangu ni nje humu. Ubarikiwe Malaki. Malaki sikutolea mfano tena. Ubarikiwe sana. Umejiambatanisha. Ndo kijana, yani kaona bora ajiambatanishe. Kuna wengine hataki kujiambatanisha, uwekezaji hautaki. Suti yangu imekaa vizuri kweli. Haleluya. Anza na ulicho nacho. Tunacheka kidogo tunaendelea kwenye sindano. Anza na ulicho nacho. Vijana wengi tunapenda starehe. Yaani hata ukiwa na 2000 unatamani ukale ka chips fulani na ka sausage katamu. Ndani huna hata 100. Yaani kazi huna na watu wanakuangalia hivi. Yaani watu wanasema yule baba mtarajiwa miaka ijayo, kazi huna. Mwanamke gani atakubali kuolewa na mwanaume maskini? Mimi mwenyewe sitaki. Yaani mimi mwenyewe tu tuanze tuanze wote maisha. Hiyo ni miaka ya zamani. Tuanze maisha. Tunaona mimi nina kazi, una kazi. Umeingiza shingapi mezani? Tunafanya nini? Hiyo ndo ndoa. Mimi niwaambie tusitiane moyo. Tusitiane moyo. Usiseme Mungu huyu tunitaanza naye maisha. Wewe unajua na madhabahu gani huko nje? Bwana Yesu asifiwe. Sawa, tuna kiu ya mkini wengine tuna shauku ya kuolewa na watu wazuri. Usiangalie body. Eti anajaza misuli inafanya hivi. Ana hela. Kwa unatamani siku tu ile shela akuzungushe tena msimba akushuti pale. Haya, baada ya kuzungushwa huko ndani unaenda kula nini? Mizungusho ya kwenye picha, ya mapicha hivi? Hapana. Vijana kuwa mwekezaji ili utapomchukua mtoto wa watu akukute upo vizuri, na yule mtoto atapoingia aende na upepo wako. Naambia hapa hakuna kulala. Kwani ulikuwa unafanya kazi gani? Sikuwa nafanya kazi. Haya, anza kuuza bamia. Uza bamia, mtaji unakuwa. Twende kazi. Anza tengeza ice cream. Mnunulia toka friji pale. Uza juice funny amazing hivi, mtu akichukua kitekea fulani hivi aone yes, akute upepo wa namna hiyo. Sasa akikuta wewe mwenyewe future huna, maono huna, yeye atafanya nini? Ndio kutia aibu mitaani. Mke wangu anaongea sana, anaomba, sio anaomba kweli, ana njaa ndani. Anaenda tu, jirani, naomba unipe hata robo ya ugali. Jirani, naomba sukari robo. Alafu ukija unaanza kumpiga mdada watu makofi. Unapataje ujasiri kumpiga makofi mtu ambaye mwenyewe huna maono? Kufanya tu miundombinu mibaya ama mikono ya kumuumiza mtoto watu. Mrudishe kwao.
mpeleke kwao. Kwani alisema kwao analala njaa? Ubarikiwe mtumishi, na mwaka huu Mungu akakukumbuke. Amen. Mpeleke kwao. Tunaongea mambo ya serious kweli kabisa. Jamani, mifano mizuri ipo. Mifano mizuri ipo ya maisha. Tunaona maisha ya watu hawakukutana tu kiolela olela. Wewe kuniambia mimi Johnson nikamkuta Maria Minja yupo ndani, atamuonaje? Kamkuta anatengeneza keki. Hamkini alienda kuchukua siku ya order ya birthday ya mama yake, kamkuta dada watu wanatengeneza keki namna hii. Akasema yes, huyu ni mwanamke wa ukoo. Walipoingia ndani, sasa hivi tunakula pilau mix, mchuzi mix, idea, future, maono. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kama kijana hauna maono, jihesabia unaota ndoto tena za mchana kweupe. Sio, mnanielewa? Lipo andiko linasema kwamba na vijana wenu wataona. Vijana wenu wataona. Kwa nini sisi ni maono? Na kwa nini mtumishi wa Mungu baba yetu Pastor Emmanuel Miamba ameletewa maono ya huduma akiwa kijana? Kwa nini asimletea akiwa mzee kama Ndefuke? Amekaa hapo Ndefuke kaniuza kitambi afu baba na Mungu anamwambia, "We, pale ndo kuna kanisa angekuja kujenga." Alikuwa kijana. Na yamkini pia alikuwa shule. Yamkini pia alikuwa chuo mwenyewe anasoma hivi, afu Mungu anamwambia, "Wewe jisomeshe tu. Wewe utaingia kwenye neno la Mungu. Wewe twende." Baba, mna bwana mimi nachukua masters. Chukua masters lakini utaishia Mbutu na Sinza. Nachukua degree. Chukua degree ila Mbutu na Sinza wewe. Sasa hivi mimi hata sitaki kujua baba anafanya kazi gani. Mimi ninachojua ni mtumishi wa Mungu Mbutu na Sinza. Kwa hiyo ametimia maono ya ujana wake ambayo Mungu alimwangalia akamwambia huyu ni kijana mwenye nguvu. Neno la Mungu linakaa ndani yake. Alafu amemshinda shetani. Namchukua huyu mtoto wangu. Anaenda kufanya jambo. Yaani hata akisogea hivi mapepo anasema huyo anapita, tukimbie namna hii. Amina baba. Haleluya. Barikiwe sana baba. Mungu akubariki. Suti kama inatuna hivi. Jamani, hizi msiwaze vibaya, ni watu wanajiambatanisha. Yaani vijana hapa na ubili natoa jasho, amjiambatanishi. Mimi nawaambia ukweli. Kuna wakati. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu. Ubarikiwe sana. Ubarikiwe Msimba. Ubarikiwe sana. Kuna wakati mtalitafuta neno na mtaliona. Amina. Yaani sijui niamishie upande huu. Kwani protocol wapi? Protocol njoo tena kazi. Ubarikiwe. Una mchumba? Mungu akakukumbuke ujana wako. Amen. Mungu akakukumbuke. Kiukweli vijana tunatakiwa tuamke. Tuamke. Maono. Una maono gani? Future yako ni ipi? Yaani una mipango ipi? Yaani kuna watu toka mwaka umeingia hapa hana hata maono na anajua mwezi wa 6 kesho kuta unakatika nusu mwaka, hajawahi kuanza hata gengeduka basi. Bwana Yesu asifiwe. Waza basi kwamba nifungue kitu fulani. Umeshindwa basi, umeona akili zako zimefika mwisho. Tuna baba mzuri ambaye ukimsogelea hivi Mungu anayafunua ya kwake. Yaani Mungu anamfunulia huyu binti yako. Ni step moja tu anatakiwa akae sawa. Au ni biashara fulani. Wangapi tumekuja na biashara zetu hapa tukaambiwa hapana, hiyo badilisha. Ubarikiwe Crescencia. Ubarikiwe sana Mama Loyo. Wangapi walitaka kuajiriwa mikoa sijui wapi na akasomea hicho lakini hapana, si mpango wa Mungu. Na wapo? Kwani hamna kazi? Mnalala njaa? Hamna vyumba vizuri vya kulalia? Kwa nini mnavyo? Mungu ndo amesema kwamba huo si mpango wake. Mpango wake ni huu. Uchelewe, uwai, mpango wake lazima utimie.
Lakini wakati wa kutimiza mpango wake, kijana, ufanye mchakato wa mwepesi. Kaa kwenye kanuni, uwe na nguvu. Neno la Mungu mshinde shetani, uone kama mpango wa Mungu haujatimia. Chap chap, majibu ni haraka haraka. Baba kaongea leo, kesho nashangaa kazi hapa. Baba nimepata kazi. Huo ndo mpango wa Mungu. Mwanangu, nenda kale mafao yako mazuri safi kabisa. Unatua hapo na gari yako moja kali. Mimi na maono ya kununua Range. Yaani kipindi ubarikiwe ni unajiambatisha na Range. Amina. Kipindi baba huwa anakujaga na ile Range yake nyeusi. Kiukweli Yashi Mungu akakamilishe yaliyobakia. Nimemuona. Jamani, hayuko single. Msichanganye vijana. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi baba anakuja na Range, mimi naomba niongee ndani. Mimi niongee tu ukweli. Sinaga zile wanasema hivi tamaa. Tamaa baba alitufundisha Jumapili. Anasema tamaa ni mbaya. Kama una chochote cha Mungu ndani ni mbaya, tena utakufa vibaya. Alisisitizia hizo tamaa zetu vijana, tutakufa vibaya. Ila kama ni tamaa ambazo sio tamaa, yani matamanio ya kuwa na kile kitu kwa sababu. Amen. Barikiwe sana mtumishi wa Mungu. Ni matamanio kwa kitu ambacho unatamani. Mimi nilikuwa natamani ile Range. Ile Range sio kama natamani yeye ndo anibariki. Msiwe nayo mawazo. Nimesema nilikuwa ninatamani ile Range, yani kwamba mwaka mmoja tu Mungu anipatie. Na nimeikataa kufa bila kuendesha Range. Yani Range itakuja. Ili mradi natumika kwenye hii madhabahu. Itakuja. Yep. Amina. Japo sijui zile process za sui za bandalili za nini. Watu wapo. Malaki nikimfuata tu vipi kulipia hata chap. Ile Range huwa inanibariki sana. Kwanza sio kubariki, yani baba kwanza akiendesha ile Range akana kata kona pale. Yani moyo wangu unaburudika hivi. Hivi ndio ina speed vile. Au ni baba ndo anaongezea mafuta? Sasa kilichotokea sasa ndio ujue kwamba jamani haya mambo mengine. Baba akanunua gari jingine. Kaambia hivi na gari la pili, la tatu ili zuri hivi. Range sijapata. Kaambia tukazane kuomba. Lakini vyote hivi vinapatikana kwa kuwekeza. Uwezi kusema unataka Range ya mamilioni ya sijui ni shingapi. Yamkini hata sije kuishika hiyo hela. Sijui inajua nitaishika. Uwezi kusema unaitaka Range unaamka saa 6 za mchana. Yaani saa 6 za mchana ndio unaamka. Kija na mia yako. Mama umepika? Yaani ningekuwa mimi ndo mamako na kulamba kofi moja. Paka unasema hivi huyu ni aliyenizaa au ni mama wa kambo? Ubinti au kijana unamka unakuta mama kafanya kazi zote licha ya mama. Yaani unakuta majirani wako hivi wanapambana, mwenye kwenda kuchuma michumo ya bamia, mwenye kwenda kule shamba. Eti wewe ndo unamka hivi. Paka majirani anakuambia ndo unamka. Na unatika huo ni aibu. Aibu tu ndani. Yani jirani yani sio kwamba anakuuliza, yani yule kafunuliwa na Mungu akuulize tu. Yani Mungu mwenye kamfunua muulize wewe ndo anaamka. Alafu bado ndani akiona Range ya Pastor Miamba sasa mwaka kama huu Range utaisikia kwangu. Range utaisikia kwangu. Mimi ndo najiambatanisha na Range. Range utaisikia. Ubarikiwe Msimba. Range utaisikia kwangu kwa sababu gani? Watu wanalipa gharama wewe. Yaani mimi nikiweza kupata, mimi najiuliza hivi siku ndo mchungaji akasema mwanangu Debora twende fuata ratiba zangu zote ninazozifuata kwa mwaka. Nahisi kama sitolazwa Mloganzila, basi hata hospitali zile zenye hela zile nahisi nitalazwa. Mwili wangu hujazoea hivyo. Hadi saa 9 naomba
Saa 12 baba kapigwa simu, hello, anaomba na wewe katika jina la Yesu. Muda huo kafei kamejipitia nsha. Subiri, ngoja kabla sijaomba naye, ngoja kwanza nimwongee. Hapana, baba analipa gharama. Kumsifurahie tu mnachekelea. Baba anatuhudumia tukipata shida. Baba anatuhudumia. Umeona ndinga hii mwakani haipo. Atajaza nyingine. Asa Mungu ana sababu gani ya kumnyima kitu ambacho anakilipia? Kama hii ni mwaka sijui mwaka 2020 mwaka huu, gari zina mwaka huu sijui. Atampa ya mwaka ujao kabla haijafika. Anaitengeneza kule inakuja ya mwaka ujao. Unashangaa inaingia ndinga baba ya mwaka gani? 2027. Mbona tujafika? Yeye ndio imetengenezwa. Sio ni malaika wenyewe wasatengeneze, kuna mtu anakuja kununua. Bwana Yesu asifiwe. Tuwe na maono. Maono yetu yakiambatanishwa na nguvu na ule mtazamo wa Mungu ndani yetu yanaenda kutimia. Maono yetu yakiatamiwa, hata unapoenda kwa baba kumwambia baba, nina kitu fulani naomba ukibariki, akikitazama akiona maono ya Mungu yapo ndani yake, unabarikiwa. Jamani, unaenda kubarikiwa. Kwa sababu Mungu wetu si muongo. Sikio lake si zito. Anataka mtu mmoja ayapeleke maono. Anataka mtu mmoja ayawasilishe maono. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ambaye na maono mwaka huu kuna kitu akifanya. Yaani vijana msingenyoosha mikono, ningepitisha maiki kwa kile kijana. Vijana tuamke, tusimame imara, ili shetani atapokuja kutaka kuingiza uharibifu akute msingi wetu upo juu ya mwamba. Yaani ikija dhoruba hatutikisiki, ikija ghasia hatutikisiki. Yaani kwa namna yoyote shetani aseme HVC hapaingiliki. Kwa maana vijana wametega mlangoni, wametega vyumbani, wametega yaani popote atapokanyaga. Sijaona kijana mmoja akimshangilia Mungu. Popote atapokanyaga anaona hizi ni hatua za kijana ametoka kukanyaga hapa. Sipiti na geuza njia, naelekea kwengine. Amina. Haleluya. Lakini sisi tulishachukua, yaani shetani katuona sisi ni wa kawaida. Tunakabwa sisi ndio tunaongoza kuota majinamizi kibao. Yaani unakuta baba nimeota leo hujaginwa tu kwa bahati mbaya. Ni hauna chochote, wewe ni kopo tupu. Watu wengine tunalala usiku mpaka asubuhi ni kwa neema. Yaani mchungaji huko natuma maombi. Nianza siku na Bwana, hii ni maombi ya usiku. Ndio mnalalia hayo, uongo. Mtu mwingine ndo kaeka sikio hivi. Usiku Mungu ya baba hapo. Yaani yeye kinywa chake, baba sema. Imadi nishajiunga anza siku na Bwana. Twende kazi. Haya ni maombi ya usiku. Mungu akakulinde. Wewe ndo unasinzia nje. Matumizi mabaya ya ufalme. Unajua tusipomtumia vizuri mtumishi, tutakuja nyakati tutalia. Inatakiwa anavyotuma ile ibada yaanza siku na Bwana, wewe ni kujiambatanisha. Tayari kijana umeanzisha moto. Ukiingia na wababa unasema yes, nipo kamili sasa, naanza mwendo. Lakini unayategemea baba tu. Kweli baba anafanya kazi yake katika majukumu ya ufalme na itatimia kwa namna yoyote. Lakini siku baba akisema nimesahau, siku baba tu asema nimesahau kutuma anza siku na Bwana ya usiku, kesho hapo ni foleni Sinza Mbutu. Nini mwanangu? Baba niliota kama kuna jinamizi limenishikia kiuno hapo, pole. Unaombewa. Sio limekushikilia, ni hujasikiliza anza siku na Bwana. Mshangilie Yesu, nimemaliza neno langu. Haleluya. Mpigie Yesu makofi. Kama umebarikiwa na neno, mpigie Yesu makofi. Sijaona kijana mmoja anayepiga kelele aliyepokea portion yake siku ya leo. Hey! Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi kijana, Mungu ana wito nanyi. Upo wito. Upo wito leo. Mungu anasema
nimeachilia wito ndani yenu. Wito wake ni upi? Kutuambia mtazamo wake kwetu. Sidhani kijana yoyote aliosikia somo la leo la mtazamo wa Mungu juu yake anaweza kwenda akalala hadi saa 6. Anaweza kwenda kufanya utoto tu, asiulinde ujana wake. Amina. Tushukuru sisi tuna ujana afu tupo katika neema ya mafuta. Kuna wengine wana ujana lakini sasa hivi wameathiriwa na madawa ya kulevya. Ushawahi kwenda kuongea na huyo kijana yoyote, yani ukafika tu katika hao wanaowalea watu wa madawa ya kulevya, ukamuona alafu ukasema hivi ni uchezee ujana wangu uwe namna hii? Jinsi utavyoufanya ujana wako ndivyo watoto wako watapopita hivyo. Yani chochote utachokipanda ni mbegu. Ujana wetu sio wa hovyo, uwe wenye msingi. Tuna baba mzuri, na baba matamanio yake ni kuona vijana wake wakisimama katika mstari, wakisimama katika nafasi. Ndio matamanio ya mzazi, sio wa mwilini. Nazungumzia mzazi wa rohoni. Wa mwilini tunao majumbani na tunajua naona matamanio yao, labda tusome vizuri, tuwe na utii, tufanye kazi za nyumbani za bidii. Hapa ninazungumzia matamanio ya Mungu kwa mtoto wake rohoni, ni kusimama katika mstari, ni kusimama kwenye nafasi. Mtu asiudharau ujana wako kirahisi. Hivi unamruhusuju mtu audharau ujana wako? Hapana. Maandiko yenyewe yanasema asiwepo kuudharau ujana wako. Yaani usiruhusu, usimpe nafasi, mpe gepo. Yaani akipita pita kule, mpe gepo ili auheshimu ujana wako. Wengine sisi ni mashuhuda, tumepita katika maisha hivyo, lakini bado tumekumbatiwa mpaka tukajua kumbe kweli tunatakiwa tuheshimu ujana wetu. Tujione sisi ni wa thamani katika nafasi tulio nayo leo.
kwako Baba. Tazama watoto wako wameshika sadaka zako, wamezitamkia namna ambavyo wanatamani ukabadilishe ujana wao leo, kama wanavyosema kwamba mimi ni leo ya Kristo, kauli mbiu yao, ndivyo kaeke mtazamo wao mzuri ndani ya maisha yao. Sadaka hizi zikabadilishe mwenendo wao, zikabadilishe mtazamo wao, zikabadilishe maono mabaya ndani yao. Walivyokuwa wanawaza vidogo wakawaze kwa ukubwa. Tunahitaji neema yako. Asante Yesu, asante Yesu. Amen. Tole Bwana sadaka. Mshangilie Yesu. Amen. Mshangilie Yesu. Basi karibu Baba, karibu sana, karibu. Mshangilie Yesu. Hallelujah. Amen. Naweza tukamshangilia tena Bwana kwa makofi mengi. Hallelujah. Amen. Ninayo furaha kubwa sana 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 kwa ajili ya leo. Ni ibada njema kweli kweli. Amen. Na moyo wangu namwadhimisha Bwana kwa sababu ya kile ambacho nilikuwa nakitarajia kukiona. Na ninajua kabisa ya kwamba sio rahisi sana kumwambia mtu atoe kitu unachokitarajia na wakati hujamwambia unatarajia nini. Kwa hiyo unapoona ulichokuwa unakitarajia, unaona uwekezaji mkubwa sana. Mungu wangu awabariki sana. Ninajua
bado matukio mengine yanaendelea. Kwa hiyo nisiongee mengi sana, lakini mpaka hapa tulipofika katika ibada imeenda vizuri sana. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili yenu vijana wa mahali hapa Mbutu. Nimshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi wa vijana. Taongea vizuri baadaye kwa ajili ya viongozi. Lakini niwapongeze sana HVC Sinza. Vijana mmejitokeza kwa wingi. Nikiangalia hapa sidhani kama kuna kijana wa Sinza ambaye simuoni. Wote nawaona. Ambao sijawaona wale ni wageni. Haleluya. Ila wenyeji wote nimewaona. Mungu awabariki sana. Pia haya ni moja ya maono yangu makubwa sana. Kuona ya kwamba ibada ya Sinza Mbutu wanakuepo, wana support. Ibada ya Mbutu Sinza wanakuepo, wana support. Hayo ni maono yangu ambayo Mungu aliyaweka ndani yangu kwa msimu. Hakika Mungu awabariki sana. Nakumbuka unapoyatimiza maono ya mchungaji, huwezi kuyatenganisha maono ya Mungu na aliyemtuma. Huwezi. Maono ya Mungu huwa anayaachilia kwa mtumishi wake. Kwa unapoyaona maono kwa mtumishi wake, unayaona maono ya Mungu. Na ndio maana kila jambo Mungu analolisema kwa watumishi wake, ameliona ya kwamba litatokea. Ameliona ya kwamba litakuwa. Analiweka kwa mtumishi, mtumishi anaenda analiachilia. Watu wanapolipokea, wakilipokea lile neno, wamelipokea neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Ukilikataa neno kwa mtumishi wa Mungu, umemkataa Mungu aliyemtuma. Kwa sababu Mungu anapomtuma mtumishi anaachilia package yote hadi watu watakenda kumhudumia. Leo wakati tunakuja kwenye gari nilikuwa namfundisha somo moja mke wangu. Na wakati namfundisha na mwelekeza, kuna kitu nikawa nimekigusia. Nikamuuliza, unajua kwa nini Yesu alivyogawa wale mitume 70? Alivyowaachilia, kwa nini aliwapa maelekezo ya kwamba wasibebe chochote? Kwa sababu alijua ya kwamba wanakoenda Mungu ameshawaandaa watu. Yaani Mungu hawezi akaniandaa mimi anitume anibebe na kifurushi, yaani ndani ya moyo alibebe neno, anibebeshe neno, anibebeshe na kifurushi cha unga na sufuria kwenda kupika. Si kweli. Kwangu atanipa neno, atambariki mtawa 3 tu apate faida kwenye biashara yake, apate unga wa kunipikia. Nitakapoenda kumpa vya rohoni, yeye atanipa vya mwilini. Kwa hiyo ukikataa kunipa vya mwilini, umekataa mpango wa Mungu katika mchakato mzima wa wewe kupokea vya rohoni. Kwa hiyo nikajaribu kumweleza, na lakini pia Yesu akawauliza wale mitume wake, akasema hivi, je, nilipowatuma muende pasipo kubeba kitu, kuna mahali mlitindikiwa? Sikia nikwambie, ukiubeba mpango wa Mungu hautatindikiwa mahali popote. Libebe wazo la Mungu, hautatindikiwa mahali popote. Na ndio maana hata Biblia, maandiko yanasema jambo lolote lililozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Nini maana yake? Imradi kimezaliwa na Mungu, ulimwengu utashindwa, hautaweza kushinda jambo la Mungu. Hata biashara ikizaliwa na Mungu, fanya mahali popote, hata penye ushindani, utakuwa kinara. Chochote kilichozaliwa na Mungu kinaushinda ulimwengu.
Ninasema haya, mnajua leo ninaikamilisha ibada hii ambayo ni ya vijana. Sasa tunakamilisha, tulianza na ile ya Sinza na nikaisemea vile ilivyokuwa nzuri na mhubiri alivyohubiri vizuri na tulivyopokea. Lakini pia na hapa tunavyoikamilisha, ninasikia ndani yangu kusema vile ambavyo nimepokea, vile ambavyo nimefurahia. Na nilishawaambia na nataka niendelee kuambia ili mnielewe, nina ujasiri mkubwa sana wa kumsikiliza mtoto wangu wa kiroho kuliko kumsikiliza mgeni. Kwa sababu mtoto wangu wa kiroho ananipa matilio mapya, lakini anapita kwenye mahali ambapo najua anatakiwa kupita na anapita mle mle. Mgeni anaweza akaja akaongea kitu cha ajabu hapo, ukaanza kuvurugikiwa mchungaji, lakini wewe kwa kuwa ni mchungaji ukarudi kwenye laini. Mtoto wako alivyovurugika hakurudi, ndo akapitiliza. Kwa hiyo ninao ujasiri mkubwa sana 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 wa kuwasimamisha watoto wangu kuliko kumsimamisha mgeni. Hapa ni mahali ambapo kila unachoongea ukiwa mahali hapa, watu wameshaiamini madhabahu, wanaamini na aliyetumwa, wanaamini na aliyesimama. Kwa chochote atakachokiongea watu wanakipokea kama kilivyo. Utamsimamishaje usiyemjua ana nini ndani yake? Kwa kesho na kesho kutwa ukiona nimekusimamisha wewe, usishangae, kwa sababu najua mahali chakula nilichokupa ndicho utakachokitoa. Hawezi toa ambacho hujala. Hawezi toa ambacho hujala. Mniwie radhi, natoa mfano ambao haujakaa vizuri. Mniwie radhi. Sawa eh? Mniwie radhi. Hivi mtu akiwa na kichefuchefu anatapika kitu gani? Asante. Anatapika licho. Pata picha, mmekaa na baba pale na mama, mmekula na watoto. Baba ametoka zake huko, mmekula ugali na kisamvu. Ghafla baba anaanza kuona kichefuchefu, anaanza kutapika nyama za kuku. Mnamuelewaje huyu baba? Mnaweza baada ya kumshangaa unaweza baba, hii kachumbari ukutafuna vizuri. Tunatarajia kama tumekula kisamvu wote tutapike nini? Kwa hiyo sina shida ya kumsikiliza mtoto wangu, kwa sababu najua anachokitoa ni alichokila. Kama ilivyo tamaduni nyingine, naomba niwaambie kitu kimoja. Kama ilivyokuwa tamaduni nyingine, hata makanisa yana tamaduni zake katika Biblia hiyo hiyo. Na ndio maana nimekuwa nikisikia hapa, nimefurahi sana. Nimesikia Jumapili iliyopita, nimefurahi sana. Na Jumatano iliyopita nilifanikiwa kusikiza, nikafurahi sana. Nini maana yake? Ninafurahia kuyaona matunda ambayo Mungu ameyazalisha katikati ya HBC. Na huu ndio ujasiri nilio nao. Na huu ndio ujasiri nilio nao, ya kwamba katikati ya mtoto uliyemsomesha unaweza kukaa ukachukua Biblia, ukachukua daftari, ukachukua peni, ukaanza kuandika. Na mimi nimeandika notes zangu ziko pale. Huo ndio ujasiri. Kwa hiyo ninasikia furaha ndani yangu, na ninatamani ni share hii furaha pamoja na wewe, kwa sababu ndio mtu ambaye ninaweza nikashare furaha na wewe. Kwa hiyo namshukuru Mungu sana kwa ajili ya Deborah. Mungu akubariki sana. Umetumika vizuri kweli kweli. Nasi tumepokea. Haleluya. Umetumika vizuri kweli kweli, nasi tumepokea. Wahubiri wa vijana wa safari kama walikuwa na staili moja, na wenyewe wanahubiri kama hawataki hivi, lakini ndio wanasonga mbele. Mungu abariki sana. Tumepokea na tumefurahia sana. Tumefurahia sana. Ninaendelea kumwomba Mungu kwa ajili ya mwakani. Ninajua yeye aliyeanzisha safari nzuri ya ubora
ataenda kuiweka sana, ataenda kuidhihirisha safari njema sana mwakani, na Bwana atatupeleka utukufu hadi utukufu. Haleluya! Utukufu hadi utukufu. Tunakoenda huko, kuna miaka itakuja watu watakuwa wana vyombo vya habari vinajua ratiba zetu za sherehe, na vitakuwa vinaomba kwenda live. Tutasema karibuni muende live. Watu watakuwa excited, watu watakuwa excited kuziangalia hizi sherehe live. Linoti hilo, kwa sababu kwa majira yake tutatimia. La muhimu ambalo nataka niongelea kwa kumalizia na kwa umuhimu wake, nigusie tu content moja ambayo imesemwa kwenye ibada leo: kukosa maono. Lakini mimi naomba niseme hayo maono uliyoyakosa yanaweza yakawa yalikuwepo, adui amekuja ameyaiba. Na Biblia inaeleza kwamba ni wakati gani adui anaiba. Biblia inasema unapolala. Maana ya kulala sio usiku. Unaposhindwa kufanya vitu vyako kwa mwendelezo ni kulala. Adui anakuja, anapanda la uharibifu, anang'oa lilo jema. Nataka nikuambie moja kiu na shauku iliyopanda ndani ya moyo wangu ni kuhakikisha kwamba vijana wanasimamia maono ambayo Mungu ameyaweka ndani yao. Ndio maana vijana adui anawawinda. Kwa nini vijana anatuwinda adui? Kwa sababu tuna nguvu ya kumshinda. Mungu amewekeza hazina yake kwa vijana, kama alivyosema mhubiri wetu. Na kinachowindwa ni ulichokishikilia, kinaitwa maono na hatima. Ndio inawindwa. Na ndio maana kwa msaada wa Bwana nimewekeza na ataendelea kunisaidia kuwekeza nguvu zote maombi kwa ajili ya vijana. Mhubiri alikuwa anaongea hapa, anaongea aliyotoka moyoni mwake, lakini sijui kama wengine mlikuwa mnayapokea. Akasema yeye alikuwa anatamani gari fulani. Hayo pia ni maono. Lakini kuna mwingine yeye hakuna anachokitamani. Hakuna anachokitamani. Saa hizi kanisa linaanza kurudisha watu wenye maono. Hapo nyuma, niwape historia ndogo ya hapo nyuma. Kanisa lilipoteza maono, aina ya mahubiri ilikuwa imepotoka, watu akawa wanaishi waliopoteza maono. Mtu amezaliwa anawaza kwenda mbinguni, yaani sio kuishi maisha ya utakatifu, anawaza kwenda mbinguni. Unawazaje kwenda mbinguni kabla haujajua Mungu alikuleta hapa ufanye nini? Wewe umetoka mbinguni, umeletwa duniani, umefika duniani, unataka kurudi mbinguni. Ni kukimbia majukumu. Ni kama vile ofisi imekutuma uende Mwanza, unatua tu pale Mwanza airport, ama umeenda kwa gari, unashuka tu Mwanza, hapo unakata tiketi, unasema nataka kurudi Dar. Lazima kuwa kuna analysis inayofanyika kutoka hapo ulipozaliwa mpaka leo. Kuna nyakati, naomba nikwambie kitu kidogo. Maisha ya Yesu yalianza kwa utoto wa kawaida kabisa. Ndio maana alikuwa ukimwangalia wanasema ni mtoto wa yule fundi seremala. Alitumwa nyundo, alifanya hiki, alifanya hiki. Alitumwa msumari, aliambiwa nenda karande, peleka ubao huu kwa jirani urudishe. Alipofika kipindi cha kwanza kuyasimamia maono, akawageuka hadi wazazi wake. Wamemkuta yuko hekaluni, wanarudi wanamtafuta. Wanasema mnanitafuta nini? Imenipasa kuwepo kwenye nyumba ya baba yangu. Ni swali linakuja, baba yako ni nani?
Kwa sababu hata Yosefu anajua mimi ni baba yake Yesu. Hata wewe yupo baba yako aliyekuzaa, kipindi hicho ulikuwa unafuata mapenzi yake. Hata sasa ulikuwa unayafuata mapenzi yake. Imefika kipindi sasa inabidi ujue ya kwamba yapo mapenzi ya baba mwingine aliyekuleta hapa duniani kwa kusudi. Lazima kulisimamia kusudi. Na nataka nikwambie hivi, wakati unalisimamia kusudi, utakula, utashiba, utavaa nguo nzuri, utakaa kwenye nyumba nzuri, utakaa na utaendesha magari mazuri, wakati unalisimamia kusudi. Hakuna kusudi la Mungu lililokuja alafu likakuweka kwenye maisha mabaya. Yale maisha mabaya aliyoyaishi Yesu kwa wakati analitimiza kusudi, alikuwa anaturejeshea maisha mazuri wakati sisi tunalitimiza kusudi. Sijajua kama nielewa. Kwa sababu kulikuwa kuna urejesho. Maana yake ni nini? Vijana, lazima kusudi la Mungu, mpango wa Mungu na maono Mungu aliyoweka ndani yarejee kwa spidi. Na ndio maana tarehe 22 ukijichanganya ufike mlima, shetani amekwisha. Tarehe 22, yani shetani akishindwa kukushikilia tarehe 22 ukakanyaga mlima, amekwisha. Kwa kama kuna huko shetani ana kiu sana na mtu yote mahali hapa, labda amshikilie asikanyage tarehe 22 pale mlima. Na kuhakikishia pale tarehe 22 mlima, asiyejua kuomba ataomba, asiyejua kutafakari neno atatafakari, asiyejua kusoma neno atasoma pale. Kwa kwenye maombi yako omba sana, kemea sana shetani asikushikilie tarehe 22, uwepo pale. Hata wale mnaotaka muurejeshe ujana wenu, njoo. Unahisi ya kwamba muda wa ujana umepita, lakini kuna vitu vya ujana vilifeli, njoo, Bwana atarejesha ujana wako. Leo hii hamna mtu mwenye maono. Aliye na maono anashindwa kuyasimamia maono. Ukiuliza kijana unataka nini, maono aliyobakia kama aliyesema mhubiri hapa, yamebaki tu kuoa na kuolewa. Akiingia ndani ya ndoa, maono yanabadilika, anaanza kusema leo nimenuniwa, kesho nimepigwa. Yani ndio anasogeza miaka kwa staili hiyo. Lakini tunahitaji tupate viongozi wakubwa wa nchi kutoka kanisani. Tunahitaji tupate wafanyabiashara wakubwa kutoka kanisani. Tunataka tuhitaji tupate watu wenye mafanikio kutoka kanisani. Ni lazima watu wa namna hiyo turejeshe kwanza maono yao. Wayajue maono, wayasimamie maono, wayalinde maono. Wakiweza kuyajua maono, wakayasimamia maono, wakayalinda maono, tutajenga kanisa la bilioni 1 hapa. Fedha itatoka kwa vijana. Usio wakati wa vijana kwanza kupambana na vijana. Tunataka vijana wanaojielewa, vijana ambao wanajijua wao kuwa vijana wanatakiwa wafanye nini. Hivi mtazamo wa Mungu kwako wewe kama kijana ni upi? Lazima uelewe huo mtazamo, lazima usimamie huo mtazamo. Ili kuna mzee mmoja anakuonea wivu we kijana, usije na wewe baadaye ukawa mzee ukaanza kuwaonea wivu vijana. Hakikisha haukosei. Haleluya. Kama una kijana jirani, mwambie hakikisha haukosei. Rudia tena, mwambie hakikisha haukosei. Mwambie tena. Okay. Muulize tunaanzia wapi? Umeuliza hilo swali
Mwambie mchungaji, tumemwelewa mchungaji. Sasa tunalianzia wapi? Mwambie mhubiri wa leo, tumemwelewa, tunaanzia wapi? Okay. Naomba kwa dakika moja niseme pa kuanzia. Unatamani ujue pa kuanzia? Unatamani ujue pa kuanzia? Kila maono ambayo Mungu ameyaweka kwako, kuna mahali Mungu huwa ameweka pa kuanzia, ambapo na penyewe ni muhimu sana. Kila maono ambayo Mungu ameyaweka kwako, kuna mahali Mungu ameweka pa kuanzia, ambapo na penyewe ni muhimu sana. Sikia nikwambie, kulikuwa kuna umuhimu sana wa Gideoni kuwa chini ya mwaloni akipepeta ngano, akisubiria wakati wa maono ya kuzaliwa kwake. Kuna mtu mmoja anielewa? Mwambie jirani yako, tunahitaji kuona uko chini ya mwaloni ukipepeta ngano, ukisubiria wakati wa maono kutimia. Mwambie ni kosa kubwa kuyasubiria maono wakati haufanyi chochote. Lazima tunapoondoka mahali hapa, vijana, asiye na kazi aende akatafute kazi. Sawa? Asiye na kazi aende akatafute nini? Kazi. Kama unataka biashara, anza na uliposimama. Sawa? Na usiseme ya kwamba hauna kazi. Mimi pale mlima nina kazi ya sehemu ya kulima. Kwa hiyo wewe ambaye huna kazi, kuna jembe liko pale mlima, unapangiwa eneo hatua, unapewa cha kwako, unalima, unapanda na nyasi, unaondoka. Kwa usiseme hauna kazi. Usiseme ai mimi hiyo. Hata Gideoni alianza kupepeta ngano chini ya nini? Ya mwaloni, akisubiria wakati wa Bwana. Sijasema utakufa ukiwa unalima na kupanda nyasi. Lazima kuna nyakati upepete ngano chini ya nini? Ya mwaloni. Kuanzia kesho nataka kuona mtu anapepeta ngano chini ya mwaloni akisubiria wakati wa Bwana. Kuna mtu mmoja amenielewa? Asipatikane kijana asiye na kazi. Saidia kuniambia kijana, usipatikane kijana usiwe na kazi. Rudia, mwambie wewe ambaye hauna kazi unione. Leo nakupa kazi. Na advance nakupa. Usiniambie hauna kazi. Nione nitakupa kazi. Na hapa nitakupa kazi mpaka siku utakayopata kazi, nitakupa kazi. Zikisha za mlima njoo, nitakutembeza, nitakupeleka, mimi najua vijue vya kazi. Ukija usivae wigi, usivae sui nini, wewe njoo umevaa pensi, umevaa t-shirt, kazi yoyote inafanyika huko, ndio kupepeta ngano chini ya nini? Ya mwaloni. Lakini nakuombea kwa Bwana, hautafanya hiyo kazi milele. Ni kipindi kidogo tu, ni kitambo kidogo tu. Lakini katika kile kitambo kidogo, lazima kila moja afanye nini? Afanye kazi. Asipatikane yefanya kazi. Hata mwenye maono makubwa alikuwa anafanya kazi. Hivi kuna mtu mwenye maono makubwa ambao Mungu aliyaweka kama Musa? Musa kipindi anaitwa asogelee kwenye kichaka kinachowaka moto, alikuwa yuko kazini. Kwa taarifa yako, alikuwa anachunga ng'ombe za nani? Za Yethro. Kipindi anachunga ng'ombe ndio anaitwa kwenye maono, lakini yalimkuta yuko kazini. Hata wewe maono ya kukute huko kazini. Tajiri lazima aanze kwa kuchunga ng'ombe. Usiogope. Usiogope mwanzo mdogo. Usiogope, na wala usikae kimya. Usikae bila kazi. Kuna mtu mmoja anielewa? Lazima tukukute kesho chini ya mwaloni unapepeta ngano, ikiwa ndio mwanzo
wa kutengeneza hatima yako, lazima pahali uanzie hapo. Haleluya. Kila unayemwona leo mkubwa kuna mahali alianzia. Hata mimi hapo naponiona sikuanzia hapa, kuna mahali nilishaanzia katika mapito mengi, lakini Bwana hakunifanya nikae kule milele. Hata wewe hautakaa huko milele, lakini lazima uwe na pa kuanzia, lazima uwe na pa kuanzia. Haleluya. Kama hauna kazi na una kucha ndefu, jioni ya leo kazikate kwanza. Sawa sawa. Ni marufuku kubandika kucha wakati huna kazi. Sawa sawa. Haleluya. Wanaume ni vijana, wanaume ni marufuku kuvaa zile suruali zilizobana wakati huna kazi. Mwenye masikio nasikia. Kuna mmoja amesikia. Mungu awabariki sana. Nihitimishe kwa kusema Mungu awabariki sana HVC Mbutu, lakini pia Mungu awabariki vijana wote wa HVC Mbutu na Sinza, kwa maana hii ni ibada ya mwaka huu imekamilika hapa kwa makanisa yetu mawili. Haleluya. Mpaka hapa mambo yako safi kabisa. Mungu awabariki sana.